Yani ile ndio siku ambayo nilisema sitakuwa mjinga tena. Na baada mimi kuanza kumkataa nikamwambia unataka kutengeneza hizo program, anza kunilipa $1000, yani kama hela Tanzania kabia $2 na kitu. Anza kunilipa hizo hela. From then nitaanza kufanya hizo program. Vinginevyo sikufanyi tena. Kwa ndo maisha magumu walipoanza, akaniambia unajisikia, tuone nitakusupport nini, tuone nani atakufanyia huko ndani hapa, unakula, unavaa, si nini. Mambo kibao ndo shida zilipoanza, nikasema Mungu, nitapitia hii shida lakini mwisho wa siku yani sitaweza kule kuendelea kutumika ambapo imfaidishe mtu na stare zake. Umeelewa? Kwa hiyo ndio shida kubwa ilipoanza mimi na baba watoto wangu. Akasema naweza, sometimes anaiba program kwenye computer nikiwa nimelala, sometimes ana force anaondoka na computer. Lakini nikasema kwa sababu hii ni computer engineering, computer ni language, hawezi kufanya chochote, lazima uwe umeisomea. Kwa mara nyingi akawa na fail. Kwa baada ya hapo nikamwambia nataka kurudi nyumbani. Ndio ile mama wangu akajaribu kuongea naye, nikamwambia mama huyu hawezi kunirudisha. Huyu ananijua nikirudi nyumbani ninaweza kuishi maisha yangu, lakini pia mimi mwenyewe nikaanza kufanya program zangu za siri. Sawa? Nikafanikiwa kutengeneza program moja web application, nikajaribu ku request kufanya kazi na Google. Nilikuwa nimesema program 3 kwa pamoja. Ikaja program moja ikakubaliwa, Google aliverify. Kwa verify nikaanza kulipwa. Nakumbuka ilikuwa imesema $100.9. Kwa hiyo Tanzania ndani kama $200 na kitu. Alafu nilikuwa nimetengeneza ndani ya siku hizo 2. Sawa, kwa sababu nilikaa sana chini nikasema nataka niwin. Baba watoto wangu alipoona sasa anaanza kusimama mimi kama mimi ndani, alichokifanya akaanza kupotea nyumbani. Kwa sababu alijua nitampigia makelele ni support. Akaanza kupotea nyumbani. Akaanza kushinda nini sakaa sasa arudi tena nyumbani. Yaani akirudi amelewa, hawezi hata kuongea. Saa 5 kashaamka asubuhi kaondoka. Yaani maisha ndio kaanza kuwa magumu. Mwanangu alikuwa asema international shule akawa aende tena kusoma. Hiyo yote tu kulifanya yeye niache ninachokifanya. Nikamwambia baba, uache, ndio kwanza wananipush niendelee kufanya vitu vingi zaidi. Kwa hiyo ndio nikaamua kuingia kwenye media sasa. Nikasema hii media nikawa kwa mimi media sikufanya kama vile napenda, nifanya kama vile kupunguza stress. Na hivyo watu wengi mlikuwa mnapenda posti zangu, lakini mimi nilikuwa nafanya kama vile napunguza stress kwa sababu sikuwa sawa. Programu yangu ile Google aliban kwa sababu walikuwa wanahitaji ni verify bank account. Yeye alikuwa na bank account, alikataa kunisaidia. Baadaye server yangu muda kwa unaisha, akakataa kulipia server. Sijui unaelewa. Kwa hiyo ndio maisha ambayo yamekuja mpaka mshasiku kama Mungu. Nikamwambia listen, unachokifanya unaharibu future ya watoto. Hata kama hutaki mimi niendelee, lakini wao watoto wataishi vizuri. Mwaka jana nikapiga kelele sana nikataka kuondoka. Nilimpigia sana kelele sana nataka kuondoka. Akaniambia sasa kwa hali hii msije tuondoke, na especially watoto bado wako nyumbani wanakuwa. Ngoja mimi niende, nitarudi mapema kwa sababu mimi naenda peke yangu. Wewe peke yako process itachukua muda. Nikajua itakuwa kweli kwa sababu najua hawezi kuacha watoto wake nyumbani. Kwa hiyo alivyoenda kama vile nimempa opportunity ya mimi kubaki ili ajafanya ajisikie, kwa sababu najua nitamtegemea na kila kitu. Kiukweli wanangu wamepata shida, baba yao kurudi kwa sababu baba amefika nyumbani kwao, nchini kwao, ameenda kuoa. Nasikia baada ya mtoto alioa. Marafiki zake ndio wakasema mimi sikujali, kwa mimi nilifurahi kwa sababu tayari nishajua huyu mwanaume nitakuja kushinda kutokana na tabia zake. Lakini maisha yalizidi kuwa magumu. Wanangu wakaanza kukaa na njaa, tupokuwa tunakaa alipo tena kodi tukafukuzwa. Nikaanza kukaa nyumba za watu, nikawa nalala chini na wanangu zaidi ya miezi 4. Nikajaribu kutafuta njia nyingi sana za kutaka kutoka. Najaribu kufanya program najaribu nikajifanya vitu vingi sana vikubwa, lakini mwisho wa siku you need to support it. You need bank account, unahitaji bank account na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo mbona muinsist basi ni support huko uliko, niweze kufanya at least hizi zitanisaidia na kupata pesa za kwanza kwenda mtoto nyumbani. Yaani ndo anaweza akakutukana, akakukatia simu, majibu yake. Umeelewa? Kwa hiyo mpaka hapo nilipokaa tena akashinda tena kupa kodi. Yaani uweze mbele wanangu kaanza kushita njaa. Ile wiki iliyopita, yaani wiki imepita, wanangu wanaanza kula mara moja masafu na mtoto wadogo sana. Nikaona haya maisha siwezi kuhandle. Nadaiwa kodi na kuja kutukana nyumbani. Nyumba yenyewe ninayokaa area yake sio safe. Nyumba haikuwa nzuri, sio salama kwa watoto, joto. Nikafikia mwanangu akaanza tena kuanguka. Kwa nikaja ubalozini, nikaomba msaada hapo nje kwa sababu nilikuwa nimekuja nikakuta holiday. Hawakujua pia viongozi kama niko hapa na niko sina pa kwenda, wanangu wana njaa almost like siku 2 walikuwa hajala. Nashukuru baadaye balozi walinipokea baada ya kuona clip mmezisambaza. Wakaongea na mimi kwamba hawakujua, muongea na mimi vizuri kiukweli, wameanza kusaidia sehemu nilikuwa nataka nikae na watoto salama. Chakula ni majukumu yao kuanzia asubuhi, mchana, jioni, kila kitu kwa watoto wamekichukua. Lakini ubalozi ama serikali haihusiki kumsaidia mtu kurudi nyumbani, like kama sijui kuna budget special kwa ajili ya matatizo kama ya kwangu, hakuna. Sawa? Kwa hiyo nawaomba sana, hii ndio situation ambayo nimejikuta.
nahitaji wanangu turudi. Mtu pekee alifanya maisha yangu niishie hapa ni baba watoto wangu, kwa sababu hataki mimi niishi maisha yangu, kwa sababu anajua nina uwezo wa kusimama na kusaidia watoto. Hataki niwe na pesa zangu, hataki niwe na biashara zangu. Yaani hataki nifanye kitu chochote ambacho kitanifanya mimi nije kuwa na biashara yangu ya baadaye. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ambayo amenifanya mtoto, ukitaka kuishi maisha yako, simama wewe kama wewe, tuone kama maisha ni rahisi hivyo. Mimi naamini Tanzania mtanielewa, na naamini kupitia watu mbalimbali mtaelewa kwamba sasa hivi wanangu wanapata shida, nahitaji msaada, nahitaji kurudi nyumbani, niweze kuwarudisha shule, niwasaidie. Kwa hiyo bila wewe kunisaidia, mimi siwezi kutoka hapo. Wanangu wataendelea kupata shida kwamba kwa sababu watakosa elimu yao ya msingi. Kwa hiyo yote ulionisikia, hiyo ndio historia yangu, hiyo ndio sababu ambayo ilonifanya mimi nikaenda kwenye situation, na reason kubwa ni baba watoto wangu ndio ambaye amenifanya ni hiyo kwenye hii situation. Naomba msaada wako Tanzania. Nashindwa kuondoka kwa sababu kuna madeni mengi kaacha, alafu watu walisha turipoti mimi na yeye. Almost natakiwa nilipie milioni 20 na kitu, naenda kwenye 21 ili niweze kutoka kwenye hii nchi. Siwezi mimi sifanye kazi, especially mwanangu kiendeka hivi aliondoka. Siwezi kufanya chochote kwa sababu sio nchi yetu, umeelewa? Kwa naombeni sana msaada kupitia nyie, mimi naweza nikarudi nyumbani. Hiyo ndio historia yangu. Mnataka kujua ukweli kuhusu mimi, naombeni sana msaidie. Niko chini ya miguu yenu, nahitaji nipate mchango wa milioni 21 ili niweze ku clear bills ambazo ameziacha hapa.